Sifa ya pili kulingana na andiko letu ya kuvamiwa na kukaliwa na maroho machafu, tukaona ni kuwa mtu asiye na maana. Maandiko yanasema akakaa huko milimani. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sikiliza, akafungwa, hakuna mtu aliyemweza. Alifungwa minyororo na tena alifungwa na nini? Na pingu, na zote alizikata. Mtu asiye na maana. Naomba kataa hiyo roho katika jina la Yesu. Unapoanza kugundua umeanza kuwa mtu asiye na maana kwa mume wako, unakosa maana kwa mume wako, usilale, chukua tahadhari. Unapoona umeanza kukosa kuwa mtu wa maana kwa mke wako, mzee, usilale. Unapoona umeanza kukosa thamani kwa wafanyakazi wenzio, yani wanakuona upo kama haupo, chukua tahadhari. Usizania ni majira, kuna kitu pale katika ulimwengu wa roho. Unanisikia watakatifu? Mtu asiye na maana ana nguvu za kukata kila mnyororo, ana nguvu za kukata kila pingu, lakini ajabu, sema ajabu, sema ajabu, nguvu zote hizo alizonazo haziwezi kumsaidia yeye kitu nani kanielewa? Ana nguvu za kukata pingu, kukata minyororo. Wewe unaweza? Huyu mtu unagundua hakuwa mtu wa kawaida. By the way, ni mtu alikuwa na kitu maalum, na ndio maana walimpiga na yale maroho mabaya. Hakuwa mtu wa kawaida, alikuwa ni mtu mzuri, na ndio maana walipiga. Maana wazuri wote wanapigwaga tu. Mara nyingi wazuri wana vita. Una nguvu, una uwezo, lakini hizo nguvu hazikusaidii kitu chochote. Mtu asiye na maana. Yaani una elimu, si nguvu, lakini elimu hiyo haikusaidii kitu. Una watu wazuri kwenye familia yenu, lakini pamoja na kuwa na watu wazuri kwenye familia yenu, hawawasaidii kitu chochote. Una pesa, tena wengine ziko benki zimekaa. Watu wajanja wanaenda wanazikopa, wanafanyia biashara hela zako. Wewe umekaa unajivuna eti na milioni 10 benki, eti akaunti yangu ina milioni 20. Una tofauti na mgerasi. Pesa ni nguvu, si ndio? Si ndio? Lakini hazikusaidii kitu chochote. Ndivyo alivyokuwa ujamaa. Ana nguvu, ana uwezo wa kukata minyororo. Hata ndugu zake wote wamemshindwa. Yaani baba ameshindwa kumdhibiti, lakini pamoja na uwezo huo uwezo haumsaidii kitu chochote. Nani anaelewa anachokiongea hapa? Isiwe hivyo katika jina la Yesu. Elimu ulionayo inakusaidia chochote? Halo? Una milioni 10 zimekaa benki. Kuna mtu anatafuta milioni 1 na akiipata leo, mwaka huu ukiisha, maisha yake yanaeleweka. Nani kanielewa nilichokiongea hapa? Wewe unazo na maisha ni yale, na mpaka utastaafu zimekaa benki, wenzio wanaenda kuzichukua kesho. Una nguvu, lakini hazikusaidii kitu chochote. Elimu ulionayo, kuna mtu angeipata leo, angetembea juu ya mapaa. Elimu hii ulionayo, kuna mtu ameitafuta kwa nguvu zote na hajawahi kuipata, lakini maisha yake yanaeleweka. Amina, amina. Hata ndugu hawakuhitaji. Na unaona sawa tu, unajua wale ni wa duniani, sisi wewe acha kubaka maandiko. Usijifiche kwenye kichaka cha ulokole kwamba una haki ya kufanya mambo ya ovyo ovyo namna hiyo. Wewe huna maana, ndio maana hawakuhitaji. Uko unakaa kabisa na unafanya maamuzi bila wewe. Wewe mzee, hivi unajisikiaje? Na unalala vizuri kwako. Eti unajitetea, wale hawajaokoka unajua. Ndio maana hujaniita. Wewe ndio una matatizo. Una elimu nzuri, una akili nzuri, lakini unaishi ovyo. Kataa hiyo roho katika jina la Yesu. Sio ishara njema. Umekaliwa na roho chafu. Usiwe mtu asiye na maana. Ikataa hiyo roho katika jina la Yesu. Umepata sauti, huduma Mungu amekuwekea. Huduma Mungu amekupa kabisa. Huduma umekaa nayo tu. Hapana, hapana, hapana. Nataka maongezeko katika jina la Yesu. Sema amina kama tuko pamoja. Mtu asiye na maana.